Hawa akina mama walijieleza wenyewe hapo, nadhani kwa baba paroko aliyekuwepo, alipoambia nendeni, ondokeni, wakasema kuna polisi wamejificha huko wanatutafuta. Sema lakini wawatafute kwa nini? Nyinyi ondokeni tu. Sasa katika harakati za kuondoka hivyo, mimi sijui ni kitu gani kilisababisha polisi waanze kutupa mabomu ya machozi. Sasa labda nyinyi waandishi wa habari mnaweza kuwa mnafahamu zaidi kwa nini mabomu haya yalitupwa ndani ya eneo ambalo linaliita ni eneo la jimbo, makao makuu, kanisa kuu, jimbo Katoliki. Waliotupiwa ni hawa akina mama, lakini walioathirika sio akina mama wa BAWACHA tu, hapana. Walikuwa watoto wadogo wanatoka kanisani na wengine wanaingia kanisani. Walikuwepo mabibi wazee wanatoka kanisani na wengine wanaenda kanisani misa ya pili. Ninahangaishwa kidogo na mwelekeo wa jeshi la polisi. Ninahangaika sana. Ni lazima kutumia nguvu kiasi hicho cha mabomu kuwatawanya akina mama ambao hata hawakuwa na silaha yoyote. Ninahangaika na kusema ni kweli ndilo jeshi la polisi misimamo yake ni hiyo hiyo. Tumejeruhiwa. Tuna majeruhi. Tumetoka kwenye majeruhi ya tarehe 29 Oktoba. Watu hatujapona. Tunaanza kuleta tena vidonda kwenye majeraha. Hapana, nadhani ifikie wakati tupate mabadiliko ndani ya jeshi la polisi. Ni wazo langu kabisa, na kama ninahukumiwa nihukumiwe kama mimi. Hakuna sababu ya kutumia nguvu ya kurusha mabomu ya machozi katika eneo la ibada kanisani, hata kama ingekuwa ni msikitini, wakati hawa watu hawakufanya fujo yoyote na hawakuwa na silaha yoyote. Wajibu wao polisi ni kulinda amani na mali ya vitu, ni kutetea amani na mali ya vitu, lakini ni kuilinda na kuieneza amani.